Jambo sana wapenzi watazamaji, tunakaribisha katika makala yetu maalum ya kila wiki inayoangazia masuala ya kiuchumi, kijamii na kidiplomasia. Makala yetu ya kila wiki itwayo Darubini. Wiki hii inawaletea kuhusu historia kuu ya mabadiliko ya miaka 7 baada ya uongozi wa Waziri Mkuu Daktari Abiy Ahmed kuchukua madaraka, hasa na mabadiliko mbalimbali yaliyotendeka, kuhusu maono na dira ya Waziri Mkuu, sifa zake kuu zinazojulikana sana hasa na kitabu chake inaitwa kwa lugha ya Kiamharic Medamar na lugha ya Kioromo tunaita Idaamu. Ndio maana mimi na Emmanuel tuko tayari kuwaletea dhana ya Medamar na tunawaarifu kuwa kuungana nasi hadi mwishoni mwa kipindi yetu. Emmanuel, karibu. Asante sana. Leo hii bila shaka tuna jadiliana juu ya diplomasia na ushirikiano wa kimataifa, hasa mabadiliko iliyopatikana. Na hebu kwako utuambie kuhusu siku Waziri Mkuu alipochaguliwa na kuchukua madaraka. Asante sana tena. Hasa tunakumbuka kwamba hiyo siku ilikuwa ya kihistoria sana kwa jamii ya Oromo, pia kwa wananchi kwa jumla wa Ethiopia. Hasa tunakumbuka kwamba katika mnamo mwaka wa 2010 Megabit 24 au Mechi ilikuwa ndipo Waziri Mkuu aliweza kuchukua madarakani baada ya changamoto kadhaa iliyoweza kutendeka katika nchi yetu, hasa maandamano mengi sana iliyofanyika kama vile tunavyokumbuka, iliyoongozwa na watu jamii kubwa wanaopatikana Oromo. Walikuwa wanafanya maandamano mengi sana kwa ugaidi unaotendeka kuhusiana na vile EPRDF ilikuwa inatekeleza katika nchi, hasa kukandamiza jamii ya Oromo kama vile tunavyokumbuka. Lakini hiyo siku ni ya kihistoria ya kweli kwamba waliweza kupata uhuru, haki, usawa katika nchi hii ya Ethiopia. Ndio, na tunakumbuka siku hiyo uchaguzi uliotendeka uliofanyika, na walifanya uchaguzi hadi usiku wa manane. Watu wetu wengi sana walikuwa wanangojea kwa hamu na gamu matokeo ya uchaguzi. Na bila shaka Waziri Mkuu alichaguliwa kwa sababu ya ujasiri wake na sifa zake maalum ya kufanya mambo ya ajabu, na bila shaka aliendelea kuwa katika mstari wa mbele na maono ya dira ya Waziri Mkuu, hasa miongoni mwa viongozi wakuu wa Afrika. Yeye ni kiongozi anayejulikana sana ya kufanya mambo ya ajabu. Watu wa Ethiopia walihitaji ile usawa na haki itendeke katika nchi yetu kama vile tunavyokumbuka, kwa sababu tukiona mkoa mbalimbali au kujumuishwa katika serikali ya shirikisho kama vile tunavyokumbuka, kama vile mkoa wa Afar, Somalia, Benishangul, Gambela, au kujumuika katika serikali ya shirikisho, ndio fursa hata katika ndio. Na ndivyo hii tunaona hii siku ni ya kihistoria sana, siku hiyo maalum tunaikumbuka, na hivi karibuni ilikuwa tu hivyo. Ndio, kama kiongozi Waziri Mkuu amejitahidi kutatua mgogoro ndani ya Ethiopia, na vile vile alikuwa mwenye nidhamu kubwa sana. Kama unavyoona, yeye ni mfanyikazi. Yule anajulikana sana uchapazi kazi, mwenye hodari. Ule alikuwa mfano wa kuigwa kwa wa Ethiopia wote, hasa kwa viongozi wale wa Ethiopia wanaosimamia katika eneo mbalimbali, hasa viongozi wa mkoa. Kama sisi wote tunavijua, mamilioni ya watu wamejitokeza jana, hasa katika mkoa wa Oromia ya kumunga safari ya mabadiliko ya Waziri Mkuu katika mkoa wa Somali na vile vile mkoa mwingine. Na hii wiki yote tunaita ni wiki ya kuungana. Kama kitabu yenyewe inatuarifu, Idaamu ni kukuja pamoja, ni kushirikiana. Kwa nini watu wanashirikiana? Kwa nini watu wanakuja pamoja? Ndio maana hiyo ni muhimu sana. Ukiwa pamoja, tunasema umoja ni nguvu. Na ukiwa pamoja unafanya kazi kwa bidii pamoja, bila shaka utaendeleza maslahi yako. Unafanya kazi na unaweza maliza kazi yako kwa muda, kwa wakati, bila kupoteza muda. Ndio maana hiyo inatufundisha kuwa anamaliza wakati wa muda mfupi sana, kwa ubora na kwa bei, bila kupoteza maslahi
ya rasilimali za watu pia. Bila watu wengi walikuwa wamemunga mkono, walikuwa wanamshukuru sana kwa sababu yeye sio tu kiongozi hodari wa Ethiopia ama katika mkoa wetu, bali yeye anajulikana sana katika Afrika Mashariki na bara letu, bali na hayo pia kote duniani. Huwa kiongozi akiwa na maarifa, ujuzi na uzoefu, na vile vile ako na elimu bora, huwa watu wanamfuata yeye, wanamunga mkono. Ndio. Ni kama vile ulikuwa ukisema, so, ni mambo ya kihistoria sana ndio tunayoona hapo. Waziri mkuu kuja mbeleni katika madarakani na kuona mageuzi mbalimbali kutendeka katika nchi yetu, aswa katika mradi vile vile, aswa katika nyanja ya diplomasia pia tunaona maajabu mengi yanayotendeka, aswa hata tukiona tu hivi karibuni kujiunga katika BRICS na ushirikiano wa diplomasia inayofanyika katika nchi jirani, kupea kipaumbele kwa nchi jirani. Hiyo yote tunaona ni mafanikio makubwa sana iliyotimizwa na Waziri Mkuu Daktari Abiy Ahmed na serikali yake tunayoona. Na nyinginezo tutaona ni kwamba hivi karibuni hata kulikuwa na tuzo ya Agricola Nobel Peace Prize, aliweza kupata tuzo hiyo yote kwa sababu ya hile kuwa muhodari wake. Tunayoona hapa yeye amesoma, kama tunaona yeye ni daktari, ana mafunzo mengi sana tunaona, na hii pia yote inakusaidia kutatua matatizo kwa kutumia mbinu bora sana. Asa tukiona hata katika nyanja ya diplomasia hivi karibuni katika bungeni alikuwa anasema sisi ndio serikali pekee hatujawahi kupiga risasi kwa nchi jirani. Tukiona kwamba hata tukirudi nyuma na tukiona katika historia EPRDF walikuwa wanapigania na Somalia, Eritrea vile vile. Hata tukiona tukirudi katika mnamo wa vile ya serikali ya Derg kulikuwa tuna hivi vile vita na nchi jirani, lakini sasa tukiona kwa kweli Ethiopia iliweza kupea kipaumbele kwa nchi jirani katika nyanja ya diplomasia, na hasa hata tukiona katika uwanja wa kimataifa Ethiopia sasa inafuatiliwa sana, kama vile tunavyoona katika vyombo vya habari ya kimataifa mingi sana, hasa kuhusiana na BRICS na vile nilikuwa nikisema, hasa katika nyanja ya vile ushirikiano inayoletwa na biashara vile tunayoona, hasa mambo mengi sana inapanuka sana. Ethiopia iko kwa kitovu cha diplomasia tunayoona. Kwa hivyo tunaweza waziri mkuu amefanikisha uhusiano wake mema na nchi jirani na bara letu na dunia vile vile kimataifa, kwa sababu na mambo muhimu nataka tuzungumze kuhusu kitabu yake Dana ya Madamir, na hasa utangulizi wa kitabu hii na umuhimu wake, hasa masomo tunayopata katika kitabu hii na hitimisho lake. Tukiona tuna dana ama tunasema nini inapatikana katika kitabu hii, cha kwanza kabisa ni diplomasia na ushirikiano wa kimataifa, mambo kuhusu kiuchumi, miundombinu na vile vile namna ya kuimarisha zaidi mshikamano na umoja, na namna vile vile ya kutumia kama ulivyosema mbinu mbalimbali za kutatua mvutano na kupunguza vita na maono ya mgawanyiko. Unajua sisi wa Ethiopia watu wa aina mbalimbali, makabila kutoka madini mbalimbali, sisi yote tuko na fikra mbalimbali. Yeye ametuonyesha kuwa hiyo neno ya Madamir ama idamu ni kukuja pamoja, ni kuungana, kushirikiana na vile vile ili kuongeza nguvu kazi, ili kuongeza nguvu za fikra za kuungana pamoja kutatua shida zetu. Na watu wa Ethiopia wote zaidi ya milioni 100 huwa wana fikra mbalimbali, na hao yote wameletwa chini ya kitabu hii, kwa sababu kitabu hii inatufundisha kuhusu uzalendo. Sio mambo ya binafsi ama maslahi ya mtu mmoja ama jamii fulani. Inatufundisha kuwa Uafrika, Ethiopia ama uzalendo ni muhimu sana. Na hii
katika kitabu yake tunapata maendeleo ya kiuchumi, namna ya kuimarisha diplomasia ya kanda, na vile vile namna ya kujenga uhusiano mema, ushikamano bora na nchi jirani. Hasa tunakumbuka kuwa Ethiopia na Somalia, Ethiopia na Kenya, Ethiopia ni nchi inayozungukwa na jamii mbalimbali na hasa nchi zaidi ya 5. Kwa hivyo ni lazima huwe unampa kipaumbele kwa nchi jirani. Kwa sababu ukizungukwa na nchi mbalimbali ni bidii inayohitajika kwako ili kuendelea kuimarisha udiplomasia na hao. Kwa sababu sisi kama majirani tuna haki. Na hii kitabu inatufundisha kuwa Madamar ni dhana inayohimiza haki, usawa na vile vile namna ya kusaidiana. Tunakumbuka mfumo wa Busagonofa, watu wanasaidiana. Hata kwa lugha ya Kiswahili tunasema harambee. Huwa hii yote inapatikana katika kitabu hii ya Madamar au Idhamu. Na tangu waziri mkuu aingie madarakani alikuwa ameandika kitabu mbalimbali. Na kama tunavyo angalia kwa umakini maalum, huwa anaandika, unajua kwa lugha ya Kimombo tunasema talk, walk your talk. Hiyo ni mambo muhimu sana. Watu wengi wanaandika vitabu, wanaongea mambo mengi. Watu wengi wanajulikana sana na kuongea kwa wingi, lakini tukiona kazi yao na vitendo na neno lako liende sambamba. Neno na vitendo haiwezi kuwa pamoja. Ndio maana yeye alikuwa tu sio mtu wa neno, bali ni kiongozi wa vitendo. Kwako ndio aswa hata hii kitabu kama vile tunavyokumbuka iliuzwa kwa gharama kubwa sana, iliweza kuleta na hii kutoka mapato hii tunakumbuka mradi mbalimbali ilitekelezwa katika nchi yetu, kama vile tunavyokumbuka chini ya Dying for Generation, Dying for Nation. Hata katika Finfinne kulikuwa na Dying for Sheger ili kurekebisha miundombinu inayopatikana katika eneo hilo. Hii yote inaonyesha kwa mahoni ya Waziri Mkuu Daktari Abiy Ahmed katika kuimarisha mradi mbalimbali katika nchi na kuongeza tija katika nchi. Aswa angeweza kuweka hii pesa au fedha katika ile vitendo ya binafsi yake, lakini alijitolea kwa nchi kama tunayoona hapo. Hii mradi yote, hata fedha moja, hata senti moja haijatokea kutoka serikalini au ile vile tunavyosema bunge ndio wanatoa ile vile wanavyo ndio msaada ya serikali, ndio bajeti inayowekwa na bunge kama vile tunavyokumbuka. Na lakini tukiona hii mradi yote haijatokea hivyo, tunaona kwamba kujitolea kwake katika kuimarisha zaidi ukwaji wa nchi tunayoona. Lakini sasa mradi mbalimbali kutekelezwa katika nchi yetu, tukielekea katika mkoani, vile vile katika maendeleo ya ukanda. Sasa jiji iko kubadilika sana. Aswa hivi karibuni nilikuwa na fursa ya kuenda katika mkutano wa Umoja wa Afrika wa 38 na niliweza kupata vyombo vya habari kutoka kila pande ya Afrika na vile vile watafiti mengi sana, na walinipa maoni yao kuhusiana na vile katika muda hii ni namna haje Finfinne iliweza kubadilika hivyo kuwa kitovu cha Afrika. Sasa tunaweza sema ni namna gani iliweza kurekebisha miundombinu yake kwa muda mfupi hivyo. Lakini maajabu tunayoona katika jiji la Finfinne kwamba kuimarika hivi, kuwa na rangi mbalimbali tunayoona katika nchi yetu. Aswa jamii wanajitokeza sana, kama vile tunavyoona makabila mengi sana wako katika jiji hii, wanaishi pamoja, tunayoona ni majirani pia tunayoona. Asa katika sherehe mbalimbali wanakuja pamoja, wanainywa kawa pamoja, utamaduni wetu tunayoonyesha. Na walifurahia hii yote wakiona, na wengine hata walitaka kuwa wa Ethiopia. Sasa walitaka kuwa wananchi wa Ethiopia, kugeuza ile citizenship yao. Na ni maajabu ndio tunaona hii kazi yote inatuonyesha kwa kutamani nchi yetu. Ndio, na tukiona muktasari wa kitabu cha Idhamu ama Madamar,
Kitabu hii inatueleza kuwa ni dhana inayosisitiza mshikamano, ushirikiano na juhudi za pamoja kwa ajili ya maendeleo. Maendeleo endelevu na kama ulivyotaja mambo mengi sana. Ndio maana tulikuwa tunasema yeye alikuwa mtu, alikuwa kiongozi, ujasiri, mwenye maono ya kufanya kazi na kuwa yule anayewajibika kwa wananchi, sio tu kwa maslahi ya familia yake ama kwa jamii ya Oromo pekee. Ndio maana hii inalenga kuondoa mgawanyiko wa kisiasa, kikabila na kiuchumi, wa kuhamasisha umoja na mshikamano wa kitaifa, kwa sababu hii ni mambo muhimu sana. Mbeleni kulikuwa watu alikuwa na fikra tofauti na maoni kuhusu miundombinu na wameona maajabu. Kwa sababu tukiona tu muda iliyokamilika ni muda mfupi, na tukiona kwa ubora wake tunachukua tu jiji la Finfinne, tunaona mambo ya ajabu. Amka asubuhi na ukirudi jioni unaona mambo ya ajabu. Kwa hivyo wengi wao hasa sio tu watu wageni kutoka eneo mbalimbali kanda na vile vile katika bara nyingine. Wa Ethiopia wenyewe, wakazi wa jiji ya Finfinne, wanafunzi wakienda nyumbani ama shuleni asubuhi na wakirudi jioni wanaona utofauti mengi. Ndio maana hii yote ni kuonyesha kujitolea kwake. Na alikuwa mstari wa mbele kuhamasisha viongozi wengine. Tunakumbuka kiongozi kama Bi Adane Chabebe, meya aliyejitolea kuendeleza kujenga taifa imara. Ndio maana hii kitabu inatuonyesha kuwa misingi yake kuu ni mshikamano wa kitaifa na vile vile namna ya kuhimiza mshikamano, mbali na hayo kuendeleza maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Ndio maana hii yote alikuwa ameandika na anafuatilia mkakati na mbinu hii na kuitekeleza kikamilifu. Ndio maana kulikuwa na wasomi na watafiti mbalimbali. Wale wamesoma kitabu hiki walikuwa na toa ushauri wao, na ndio maana walikuwa wanasema hii kitabu ni falsafa. Katika kitabu hiki tunaona mambo mengi sana. Nilikuwa nasoma kitabu hii na imeshalinganishwa na Pan-Africanism. Ama tunasema maadili ya Uafrika. Sisi wa Oromo tunajulikana sana maadili ya watu kuja pamoja, kushirikiana, kufanya jambo lao pamoja na kusaidiana. Ndio maana hii yote ni msingi wa kuwa mfano kwa watu wa Afrika. Kwa sababu watu wa Afrika tunaishi pamoja kwa amani, tunasaidiana wakati wa sherehe, wakati wa harusi, wakati wa mazishi, wakati wa shida, wakati wa furaha, sisi yote tunasherehekea pamoja. Kwa hivyo ndio maana tunasema medamara maidamu ni kukuja pamoja, ni kufanya jambo la harambee pamoja, na kama kuna mtu anapata tatizo watu wanachangia. Ndio maana hiyo mchango, na yeye mwenyewe alikuwa ametuonyesha kuwa kama ulivyosema pesa zilizopatikana kutoka kitabu hiki ametoa kwa sababu ya msaada, kwa kujenga miundombinu na mradi mbalimbali. Alikuwa anahamasisha wanafunzi, alikuwa anaendelea kujenga shule mbalimbali katika mkoa mbalimbali, sio tu mkoa wa Oromia. Ndio atakupitia mama wa taifa Zinashta ya ofisi yake, tunaona shule nyingi sana imejengwa katika mkoani kwa kuimarisha miundombinu yake kama vile tunavyoona aswa. Lakini tukirudi katika ile maono ya Pan-Africanism katika kitabu cha Medemer, aswa tunakumbuka katika Umoja wa Afrika waziri mkuu alinena kwamba bara la Afrika inapaswa kuwa na vyombo vya habari yake, ambapo inaleta mazungumzo ya Afrika, kutatua ile tunayosema suluhu ya Afrika kwa matatizo ya Afrika tunayoona katika hiyo kitabu yote. Katika neno lake tunayoona, na tunapaswa kuimarisha zaidi ushirikiano wetu kama wa Afrika, kujenga Pan-Africanism wa Afrika
iliyo na desturi yake, iliyo na maadili yake na utamaduni yao ya kipekee. Aswa tunaona kwamba hata kama haijawekwa katika vitabuni, tuna maadili mengi sana, sayansi mengi sana ya kijadi inayopatikana katika bara hii ya Afrika, na hii yote inapaswa kutekelezwa kikamilifu ili kuinua na kuiweka katika ile maendeleo endelevu ya bara letu la Afrika. Na tukiona kwamba hata hivi kuhusiana na bwawa kuu la Ethiopia imejengwa kwa rasilimali ya Waethiopia pekee. Hii yote inaonyesha Pan-Africanism, tukilinganisha mambo hii yote kwamba tulikataliziwa msaada kama vile tunavyokumbuka. Hii nchi waliokuwa katika maendeleo walitukataa hii msaada ya mikopo kama vile tunavyokumbuka, kwa sababu kulikuwa na upinzani mbalimbali inayotendeka ili Ethiopia isijenge hii bwawa kuu. Ndio, na vile vile alikuwa amenena na waziri mkuu ametoa hotuba kuhusu mambo hiyo, kuhusu msaada wa kigeni. Na alikuwa amesema wao wanataka sisi tuwategemee tu. Hawataki sisi kuonja ustawi. Na hawataki sisi kuamuka. Wanataka tu sisi tulale tubaki nyuma. Tusiende mbele. Hiyo ni mambo mbaya sana. Sio tu kwa nchi yetu bali kwa Afrika nzima. Na rasilimali kuu za mradi kubwa za bwawa kuu la Ethiopia ni ishara ya kuonyesha kuwa Waethiopia wanaweza fanya mambo ya ajabu. Sio tu wa Ethiopia, ndio. Sio tu wa Ethiopia bali wa Afrika wenyewe tunaweza jenga mradi kubwa inao faida kwa kuimarisha maisha ya wananchi wetu na kupunguza utegemezi kwa msaada wa kigeni. Ndio maana hii bwawa kuu itaendelea kuwa kituo cha nishati mbadala. Tukisema hivi, Waethiopia wengi walikuwa wanatumia kuni kwa kupika chakula na mambo mengine, lakini baada ya kukamilika kwa bwawa kuu la Ethiopia, Waethiopia wengi watapata fursa ya kutumia stima. Na hii nishati ni miongoni mwa mpango kuu ya waziri mkuu. Na tunakumbuka hii bwawa kuu la Ethiopia imefika idadi ya kukoma. Tunakumbuka wakati hiyo, lakini alikuja amebadilisha mpango, amebadilisha ujenzi, amebadilisha wale mahandisi na ameanza kwa ufupi na kwa mpya hiyo ujenzi, na alifuatilia kwa karibu. Alikuwa anatembelea maeneo hiyo, alikuwa mstari wa mbele kushughulikia hiyo mradi inajengwa, kwa sababu ni mchango wa kila mwananchi. Na ukiwa kiongozi na unasahau rasilimali za wananchi, huwezi kuwa kiongozi hodari. Huwezi kuwa kiongozi anayesimamia maslahi ya wananchi. Ndio maana yeye amechukua hiyo jukumu kubwa sana. Na watu wengi wametoa jasho lao, wametoa msaada wao na wamechangia uzoefu wao. Katika bara hii tunaona wana diaspora wana jukumu muhimu sana katika kuleta elimu bora katika bara la Afrika. Hasa hata tukiona katika ile mkutano ya bara ya Umoja wa Afrika, wanasema diaspora wanapaswa kupatiwa ile mahali wanapohitajika ili waweze kurudi nyumbani na kuwekeza katika maendeleo ya bara la Afrika. Na tukirudia kuhusiana na bwawa kuu la Ethiopia, kulikuwa na changamoto kadhaa iliyotendeka tunayokumbuka. Hasa kusafirisha bidhaa kutoka ile Djibouti mpaka ile site ya bwawa kuu la Ethiopia ilikuwa ngumu sana, kama vile waziri mkuu aliweza kunena katika bungeni. Hapo watu jamii wengi sana walijitokeza sana katika hali hiyo, wakimwaga jasho na damu katika nyanja hiyo ili kuweza kuleta ili ndoto ya Waethiopia yote itimizwe. Na hivi karibuni waziri mkuu katika bungeni pia aliweza kusema kuwa hii bwawa kuu, mradi kubwa barani Afrika, itazunduliwa katika miezi 6 ijayo. Na walifurahia sana wawakilishi wa bunge kama vile tunavyokumbuka. Ndio. Na katika maadili ya Kiafrika, viongozi wengi wanapaswa kuwa na hekima na vile vile busara
kama waziri mkuu. Kwa sababu ni falsafa ya Mudamar ambayo inasitiza umuhimu wa viongozi kujitolea kwa ajili ya maslahi ya wote, sio maslahi ya watu wachache. Tunakumbuka viongozi wale walikuwepo katika nchi yetu, wanachukua tu watu wachache wanaenda, wanawasahau wale wengine, wale wako katika hali ya utata na changamoto. Ndio maana katika jamii za Afrika watu hushirikiana katika shughuli za kijamii kama kilimo, ujenzi wa nyumba, kwa kushirikiana katika maeneo mbalimbali. Ndio maana hii yote inapatikana katika kitabu cha Mudamar. Hiyo ni mambo muhimu sana. Unajua, kama unataka kuandika, nilikuwa nasoma kitabu mbalimbali na huwa watu wanachukua tu falsafa ama tunasema strategia ya watu wa nchi nyingine, ya Ulaya, ya Asia, lakini yeye ameandika tu kufuatia maadili ya Waafrika. Tunaona mambo mengi kuhusu kitabu hiki cha Mudamar na imetufunza mambo mengi, na hata historia muhimu tunayopata ndani. Tunapata mikakati mbalimbali inayokuwa mfano wa kuigwa kwa watu wengi wa Afrika, hasa wale katika matatizo ama vita na mgogoro kama Sudan Kusini. Wao wote lazima watumie mkakati ya Uafrika. Maadili ya Uafrika ni muhimu sana. Katika amani na utulivu, tunakumbuka vile Waziri Mkuu Daktari Abiy Ahmed aliingilia kati ya vita ya Sudan kama vile tunavyokumbuka, na vile vile katika ya Sudan Kusini, na tukielekea hata katika Somalia vile vile. Hasa tunakumbuka wajeshi wa Ethiopia kwa ujasiri walijitokeza katika kuleta amani na usalama katika nchi ya Somalia kama vile tunavyokumbuka, na katika vile vile katika nchi ya Sudan hivi waziri mkuu alielekea hata mpaka Port Sudan kuelekea na kuongelesha serikali yao ili kuweza kuleta ile migogoro na mvutano na kutatua katika mezani kama vile tunavyokumbuka. Katika ile mkutano wa Umoja wa Afrika pia Ethiopia ilikuwa inaongoza hiyo mkutano ya kuleta mvutano katika usalama. Hasa hata imetokeza hata fedha kama vile msaada wa fedha kwa Sudan kama vile tunavyokumbuka, ili kutimiza usalama na mwenendo hiyo ya ukarabati tunayoona. Na tukirudia katika nchi yetu pia, wapinzani mengi sana wanaopatikana wanaotumia silaha wanaletwa sasa katika mezani. Ndipo tunaona majadiliano ya kimataifa katika nchi yetu. Hasa mkoa wa Oromia sasa imekuwa usalama, tunaona ile hali ya hewa sasa ni tunaweza sema ni salama sana. Kwa sababu watu waliokuwa wakipigania kwa silaha wamekuja mezani, na vile vile kuingia katika vile ya ukarabati na urejeshaji tunayoona. Na hii yote ni juhudi kubwa sana katika amani na utulivu iliyoletwa. Hasa hata kupitia bara la Afrika tuliweza kutimiza hiyo maono na kuendeleza usalama katika nchi ya majirani tunayoona. Naam, na tunaweza sema tukifuata maono na maadili ya Mudamar au Idamu, tunaweza endeleza maendeleo yetu. Na wapenzi watazamaji, tulikuwa tunawaletea mengi kuhusu majadiliano yetu, ilikuwa inaangazia kuhusu umoja, mshikamano na namna ya kutatua mgogoro, hasa kama sisi yote tunafuata wito wa waziri mkuu, na hasa kuona ama kusoma kitabu hichi cha Idamu au Mudamar, tunaweza leta maendeleo ya ajabu katika muda mfupi. Ni hayo tulio kuandalia kwa siku ya leo. Kwaherini kwa sasa.